Naam, mtazamaji wa Maximum TV ni kukaribisha tena kwenye kipindi chako pendwa kabisa cha Sad Moment, lakini leo Mike tumerudisha tena kwenye mitaa ya Kinyantila, Kitunda, Buza, Dar es Salaam, ambako muonekano wa watu ambao tunakwenda kuzungumza nao inawezekana usiwe mgeni sana. Ni bibi ambaye analea mapacha watatu ambao mama yao alifariki dunia muda kadhaa ambao umepita. Tulikuja kuzungumza naye kwenye changamoto ambazo anapitia, kwa sababu yeye ndio mlezi pekee wa hawa watoto ambao kwa sasa wamekosa malezi ya mama kwa miezi miwili tu mara baada ya kuzaliwa. Tukaona leo tuje kufanya mrejesho. Alizungumza mengi sana kwenye changamoto ambazo anapitia, lakini pia kaomba msaada kwa wanafamilia wa Maximum TV kuweza kuchangia, kama sio kutoa msaada wa kifedha pamoja wa kimawazo. Lakini mwisho wa siku takriban miezi miwili imepita, tukaona leo itakuwa vizuri kabisa tuje kufanya mrejesho, maendeleo, lakini pia toka tuzungumze mara ya mwisho wapi ambapo ameishia. Lakini mwisho wa siku inawezekana ukawa ni mrejesho ambao unakuja kufanya nikiwa nimefarijika kabisa namna ambavyo watoto tumewakuta wamenawili, wamependeza, afya inaonekana kuimarika zaidi, pengine tofauti na mara ya mwisho kufika hapa na tukaweza kuzungumza nao. Huu ni mrejesho, tukamsikilize bibi mwenyewe ama mama mwenyewe kwanza, maendeleo ya hawa watoto lakini kabla ya kuzungumza mengi sana ambayo kama mtazamaji unahitaji kupewa pongezi zaidi kwenye kile ambacho umekifanya kama mwanafamilia bora kabisa wa Sad Moment ndani ya Maximum TV. Naam, mama, habari za siku nyingi? Salama. Mara ya mwisho kuzungumza kulikuwa na changamoto nyingi sana ambazo kama watazamaji uliwaelezea, lakini pia tungependa kufahamu mpaka sasa maendeleo yapoje, kwanza kwa hawa wajomba zetu ambao ndio ilikuwa lengo letu kubwa kabisa kuweza kuwapatia msaada. Maendeleo ni mazuri. Kwanza kabisa napenda kumshukuru Mungu kwa matendo makuu alionitendea. Walikuwa watoto hata nguo hawana kiatu, hawana kitu chochote kile, hata nilikuwa naenda hospitali naona aibu. Napenda kumshukuru Mungu kwa sababu aliniitikia. Walikuwa wanakuja hapa nyumbani wanalia sana, nabaki kuambia msilie, kwa sababu walisema kwamba watoto hawatapata watu wa chakula. Kama huyu hapa Dorini walimuita nikapaka, wakasema nikapanya, lakini nashukuru Mungu sasa hivi ni mdada. Pole sana, pole sana. Pole sana. Hata nikienda kliniki watu wanawachukua, walikuwa wanakataa kulingana jinsi walivyo, lakini namshukuru Mungu sasa hivi napewa hongera. Walikuwa wanakuja hapa nyumbani wanalia. Kama siku hiyo walikuja na gari wakaniletea chakula, wakaja na maziwa, pamba, ndizi, nyama, mpaka pilipili, chumvi, kila kitu ambacho kinaingia jikoni. Kesho yake wakaja na gari, nikapata pambasi, lishe, sukari, mpaka na nani nilipata. Wakaja wakasema hii hela nakukabidhi, hii hela ukawakatie bima. Kwa hiyo tarehe 10 mwezi wa 4 nitaenda kuchukua bima zao, zitafanya kazi. Nawashukuru sana, sikujua kama hata naweza nikapata nguo hizo hapo. Japokuwa hawajakamilika nguo, nimepata hata vitenge vya kuwabebea. Walisema kwamba tutaona kama watakuwa, lakini namshukuru Mungu amenikutanisha na watu sahihi. Nimepata chakula, mpaka mkani nililetewa magunia 2, imebaki moja. Halafu wakaja wakaniambia kwamba usife moyo, tutakuwa tunakusaidia. Kwa hiyo wengine mpaka sasa wananitumia hela ya ndizi. Sema heri inavyokuja ndivyo inavyotoka. Lakini hela nilipata hela, yani tukipiga mahesabu mpaka vitu ni milioni 2 na hela ambazo watu wamekutumia. Tukiunganisha na ambao walikuwa wanatuma kama chakula au pembasi. Hela taslimu nilishikilia milioni 1,200,000 ambayo ilikuwa kesha ambayo watu walikuja kukuletea na kukutumia. Wananitumia. Kwa hiyo nikatumia hela ambayo iliyobaki ni 800,000. Kwa hiyo wakaja wakasema hii hela mwisho wa siku itaisha, tunaomba tufanyie mrejesho, tukufungulie biashara. Kwa sababu biashara ukisema tukufungulie wewe, hiyo haitawezekana. Tukutafutie kitu ambacho kitakuwa kinakuletea angalau 200. Sasa ile tunajiandaa, tujatuma kinaleta, kwa sababu watoto hatujui kama ni rais wa kesho au atakuwa ni nani.
Napenda sana kuwashukuru Mungu siku hiyo, kwa kweli tulipika, hata mimi mwenyewe nilikula. Kuna video nakula kupitia watoto migongo yao. Kwa hiyo nikiwapikia chakula hata ile naonja, namshukuru Mungu. Nawashukuru sana. Maziwa siku moja nipata maziwa makopo 12. Walikuja kukuletea watu? Waliniletea, wakawa wanalia, naambia msilie. Mimi nimelia sana. Yaani wakati wanakuletea hivyo vitu nao wakawa wanatoa mchozi kutokana na mazingira ambayo walikukutana nayo. Watoto ni wadogo sana. Kusema kwamba wamiliki watafutie mfanyakazi siwezi. Chakula sina. Kama huyu hapa ananidai kwamba nitoke kwenye nyumba yake. Anavyoona maendeleo, anasema mimi nina hela, nitoke kwenye nyumba yake niende kupanga. Nikamwambia nisubiri kidogo, nivumilie kidogo, nitatoka. Siwezi kukataa hata hapo ndipo nivazi. Namshukuru sana Mungu. Wakaja wakasema kwamba wakufanyie mrejesho utakachopata ukipata hiyo bajaji. Kama mwenyekiti wa kijiwe alisema mimi nitakupa nani ile ya kijiwe ile wanailipia 300. Yaani kijiwe kumbe kinalipiwa. Akasema mimi nitakulipia kijiwe sasa hivi kiingilio ni 300. Kwa ukipata tu nipigie simu. Napenda kuwashukuru sana ndugu zangu ambao walikuwa wanaacha shughuli zao wanakuja kunitembelea. Na waelekeza, si wajui, hawanijui. Lakini kwa sasa ni ndugu zangu, navyoongea hivyo wananisikiliza, wananitazama. Mungu awaongezee pale walipotoa. Mungu awafanyie wepesi. Cha kusema mimi kwamba niwalipe sina. Ila nabaki kushukuru Mungu. Tolini sasa hivi ni mdada. Pole sana, usitoe mchozi kwa sababu ni wakati wa kuendelea kujifariji kwenye hatua kubwa ambayo umeipiga. Kwa hiyo mtazamaji wa Maximum TV, kwa maelezo mafupi ambayo ameyatoa mama yetu ni kwamba mrejesho ama maendeleo sio mabaya kutokana na mwitikio wa watu. Kwa maana wewe mwanafamilia wa Sad Moment ya Maximum TV, ameeleza hapa licha ya watu kumtumia kiasi cha fedha, lakini pia baadhi yao walionekana kuguswa moja kwa moja na kuja hapa ambako mama yetu anaishi. Na ameeleza hapa kuna wengine wakawa wanafika na wanatoa mchozi kutokana na mazingira ambayo bibi walimkuta anaishi na wajukuu zake, na kwa maana ya hela ambayo ameipata ilikuwa ni zaidi ya labda, sawa tunajua hela ikifika ina matumizi kwa sababu lengo ni kuweza kusaidia changamoto za hapa na pale, labda kwa kukadiria kwenye kile ambacho watu wamekuchangia kwa faida ambaye anatutazama na mwanafamilia ambaye pengine anaweza kuhitaji kufanya zaidi hapo ambako amefanya mama. Ile hela ilikuwa inakuja rejereje. Ilivyokuwa inakuja nikasema ngoja nipige mahesabu. Hata kama ni 1000 ni kubwa. Nikapiga mahesabu, ile hela ambayo nilishikilia ni 1,200,000. Hiyo ni hela keshi. Sasa wengine wakawa wanasema watoto hawana nguo, utaendaje kliniki au kiumwa? Wakiumwa nikaona ni sawa. Kwa nikasema ngoja niende sokoni nikawachukulie nguo, kila mtu pea 2 na viatu na vitenge. Nilikuwa hata beseni la kufulia sina, mpaka huu mkeka nilinunua. Matumizi na bana hivyo. Kwa hiyo imebaki 800 ambao nimeshikilia. Naomba tu anisaidie ili watoto wakue. Watoto sio wa kwangu, watoto ni wa wote. Watoto ni wa wote, siwezi kusema watoto ni wa kwangu. Watoto ni wa wazazi wote. Naomba tu anisaidie. Kwa hiyo baada ya matumizi hapa na pale, kilichobakia kwa sasa mkononi ni iko kiasi cha shilingi 800,000. Ni 800,000. Na umegusia hapa kuhusu bima. Bima nimewakatia 50,000 kwa kila mtoto. 54,000 kila mtoto. Ilitoka kwa mdau mmoja hiyo swala la bima, ama kila mtu alikuwa anakupa ushauri kwamba hiki ninachokupa fanya utaratibu wa bima, ama ilikuwaje mpaka ukapata wazo la kuwakatia bima na wote wakawa na bima zao? Kuna mtu ambaye alinitumia hela akasema hivi, unapoenda hospitali utaenda kuteseka, hiyo hata utaamka 100 hauna. Wachukua hiyo hela uende kuwakatia bima. Nikawaambia mimi bima sijui nitaenda kukata wapi, sielewi. Akasema subiri basi nakuja nyumbani. Akawapiga picha akaenda nayo. Kwa hiyo akasema tarehe 10 mwezi wa 4 atawaletea hiyo bima. Ila akasema bima inatumika mwaka mmoja.
ndivyo alivyosema. Akasema omba Mungu akusaidie. Ikiisha umepata hela tena ukate bima nyingine, kwa sababu bima ni mwaka mmoja bibi. Hata bima yenyewe mimi sijui sasa hata ikoje, sijui. Nikwambia atakufuatilia na atawaletea. Ataniletea. Akasema sasa utaendaje hao? Ngoja nikusaidia, watoto ni wa watu wote. Usiseme watoto wa kwako, watoto ili tumeguswa wote. Kwa sababu sikujui, unijui, lakini bima nitakuletea. Hivyo alivyosema. Na unavyoenda kliniki afya ya watoto kwa madaktari kama sio manesi, wanakushauri nini, ama maendeleo mabadiliko yapoje kwa nyakati za nyuma na hivi sasa ambako inaonekana wanapata mlo kamili, kitu ambacho kilikuwa ni changamoto kwa siku za nyuma? Kwanza tunaanza na Dolini. Dolini alikuwa kilo 3 na pointi 6. Huyu hapa ambao alisema ni paka. Kwa hiyo sasa hivi ana kilo 8 na nusu. Alikuwa kilo 3 na gramu 600. Sasa hivi Dolini huyu ambao alisema kwamba hatakuwa ana kilo 8 na pointi 5. Mashaallah. Huyu hapa ana kilo 9. Huyu hapa ana kilo 10. Ndio mkubwa huyu hapa. Mkubwa alikuwa na kilo 5. Huyu alikuwa na kilo 4. Huyu alikuwa na kilo 3. Sababu wanakunywa maziwa na wapikia mtori na mchuzi. Mpaka nimepata maatipoti ambayo nawekea chakula chupa, nilikuwa sina. Namshukuru sana Mungu awaongezee. Na mtazamaji wa Maximum TV, unaweza kupata picha halisi ya bibi yetu hapa Wilkista ambaye tulimtembelea miezi miwili ambayo imepita kwa changamoto, akiwa analea watoto wake, watoto watatu ambao ni mapacha. Mama yao amefariki dunia, ambaye ndio mtoto wa bibi yetu hapa. Kwa hiyo wapo kwenye malezi ya bibi yao kuanzia miezi miwili tu baada ya mama yao kufariki. Tumekuja kufanya mrejesho, tutazame hali halisi, lakini pia licha ya kile kikubwa ambacho kama watazamaji na wadau wa Sad Moment ya Maximum TV, familia kubwa sana hii hapa, tupende kutoa pongezi kwenye kile ambacho mmekipata. Alisema alipata zaidi ya 1,200,000, lakini pia inaeleweka hela haikai kwa sababu kulikuwa na changamoto ambazo anazipitia. Kwa hiyo akawa anafanya matumizi hapa na pale, lakini kwa sasa kwa mdomo wake amesema kilichobakia keshi ndani mwake ni shilingi 800,000 ambayo pia nayo inaendelea kutumika kwa matumizi madogo madogo. Kuna watu ambao wameleta ndizi, nyama, mafuta na vitu vidogo vidogo ambavyo waliona kama wakivileta moja kwa moja wao kama wao vinaweza kwenda kuleta faida kubwa zaidi na kupunguza kosti kwenye ile hela ambayo tayari watu wamesha mchangia. Sasa kwenye mazingira kama haya, fedha sawa anaweza kuchangiwa, lakini mwisho wa siku fedha haikai, inaisha. Na mama kama ambavyo unamuona, watoto ndio kama hawa hapa sasa hivi wanalia. Sio kusema wanalia labda kwa sababu ni utoto, lakini mwisho wa siku malezi ni kitu ambacho ni kizito. Kuweza kusema afungue biashara na kufanya ni kitu ambacho hakiwezi kuwa rahisi kutokana na mazingira ya ulezi kama haya ambayo anahitaji kuyafanya kila siku. Akapata ushauri, bila shaka ulishauriwa na baadhi ya watu ambao walikuwa wanakuja kukuletea hiyo misaada, si ndio? Ndio, walikuwa wananishauri. Kama huyo mwingine alikuja na burubendi 3 kubwa na sukari na kiroba kizima, si unakuwa ni kilo ngapi? Akaja na kiroba cha, yani walikuja na vitu vingi, walikuja na gari. Wewe akasema kwamba hivi vitu vitaisha, ili ukipata kinachokuingizia 2,000 kinachokuingishia 2,000 na sisi hatutakuacha. Tutakuwa tunakutumia, tunakuja kukutembelea. Omba tu Mungu awape riziki, awape wepesi, wakipata wakutumie, kwa sababu kila kitu ni Mungu. Hata hapo ulipofikia ni Mungu. Nikasema sawa, mimi namshukuru Mungu, nitaendelea kuomba Mungu awafanyie wepesi. Ukipata na mimi nitapata, sababu nikipata kila siku 2,000, leo ukija ukinikumbuka, watoto wanakuwa mwisho wa siku wataenda shule. Ndivyo alivyosema. Kwa hiyo baada ya huo mchango ambao watu wameutoa, wewe mwenyewe pia ulitamani upate walau chanzo chochote cha kukiingizia hela kila siku nje ya biashara ambayo mwenyewe unaweza kuhusika moja kwa moja. Umetaja hapo, nimesikia umetaja bajaji, kama sio bodaboda. Umejiridhisha kwamba inaweza kuwa ndio msaada endelevu wa kuweza kupata shilingi 200 za kuweza kuwafanya watoto waendelee kukua vizuri. Ndio, kwa sababu hata kijiwe nimeishapata. Kijiwe mwenyekiti aliniambia hivi, wanalipia kiingilio 300,000. Akasema kijiwe mimi nitakulipia, ukipata tu kijiwe mimi nitakulipia, na dereva nitakutafutia
ambao ni mwaminifu. Kila siku anakuletea marejesho. Anapokuletea marejesho, hiyo hela usiseme unakula yote. Wafungulie kaunti. Unaingiza kingine unatumia, kingine unapeleka kule. Wakifikia mfano wanaenda shule chekechea, uangalau na cha kuanzia. Usikae tu na kula. Sasa hivi watakuwa wanakuwa wakikuwa angalau hata na shilingi ngapi ya kuanzia maisha. Na sisi tutakuwa tunakuomba Mungu tutakusaidia. Mimi nashukuru sana kwa kweli. Sikujua kama watakuwa hivyo. Na mtazamaji wa Maximum TV, ndio ipo hivyo. Misaada ama lengo kubwa la hiki ambacho tunakifanya huenda ukawa ni msaada wa kifedha ama ushauri. Sasa kama kuna kitu ambacho bibi yetu naye kafaidika nacho ni kwamba licha ya watu kumletea msaada tofauti tofauti, lakini pia anapata msaada wa kimawazo, kwamba hela inaisha na mwisho wa siku kwa namna ambavyo alivyo kuweza kufanya biashara inaweza kuwa ngumu kutokana na mazingira ya ulezi ambayo yuko nayo. Kwa hiyo ingependeza zaidi kama angeweza kupata kitu kama bajaji yake ambayo itaweza kumfanya apate shilingi 200 za kila siku, mwisho wa siku aweze kusaidia kujikimu na kuendelea kuwahudumia hawa vijana ambao kwa sasa unaweza kusema tegemeo pekee ambalo wanalo ni kwa bibi yao huyu hapa ambaye ndio anaishi nao. Sasa kazi ni kwako wewe ambaye unatutazama kwa maana ya mwanafamilia wa Sad Moment ya Maximum TV. Kwanza tukushukuru, umefanya pakubwa zaidi. Kiasi cha hela ambacho amekitaja hapa ni kikubwa sana, lakini mwisho wa siku msaada linaweza kuwa ni swala endelevu. Umefanya hivyo, lakini pia kwa ambaye ataguswa zaidi inawezekana ukawa ni ushauri ambao ameupata ukawa na tija kubwa zaidi kwenye kile ambacho tunahitaji kukifanya kama wanafamilia wa Sad Moment ya Maximum TV. Bajaji ndio kitu ambacho ameshauriwa na anaona kwamba kinaweza kumsaidia zaidi kwa siku za usoni kuweza kuingiza senti za kila siku ili aweze kuendelea kuwahudumia wajukuu zake. Kilichobakia mpaka hivi sasa anasema ni 800,000. Kwa hiyo unaweza kupiga hesabu hapo gharama za bajaji zikoje, lakini pia ni kiasi gani ambacho pengine kama akiongezewa kinaweza kusaidia zaidi kuwafanya hawa vijana wetu ama wajomba wetu kila ambako tunawatembelea tuwakute wananawili zaidi kama ambavyo leo pia tumewakuta. Na kama haukuwaona siku ya kwanza tukuweza kukuta kwenye mazingira kama haya. Kwa hiyo kwa hizi siku chache tuweze kusema mashallah, Mwenyezi Mungu kajalia sana. Na wewe mwanafamilia wa Maximum TV kupitia Sad Moment umefanya kitu kikubwa zaidi kuwafanya hawa watoto nao waendelee kufurahia maisha, afya imemarika, wanakula ndizi, wanakula nyama, wanakunywa uji wa ulezi. Ni kitu ambacho unastahili kupata pongezi. Sasa mama, nafikiri target yako kwa sasa watazamaji wameshaijua. Umetoa shukrani, umeshukuru zaidi ya mara 3. Labda mara ya mwisho kabisa uliniambia baba wa hao watoto hali yake naye ni ngumu na ni kama amewakimbia. Kuna mabadiliko yoyote labda karudi ama simu, pengine kwa faida tu ambao wanatutazama wajue mazingira ambayo unaendelea kupitia kabla hatujatamatisha hiki ambacho kimetuleta jioni ya leo? Baba yao kuna siku alikuja akaja kusema kwamba yeye alichanganyikiwa. Kwa sababu gani? Alikuwa Muhimbili anadaiwa milioni 8, Mkaransira anadaiwa milioni 32. Anamuuguza mama yao hawa. Anamuuguza mama yao. Huku mitaani hizi 200,000, 150,000. Hebu mchukua sana. Kwa hiyo kutokana na madeni ambayo aliyapata kwenye hospitali ambazo mama yao alikuwa anaugua, ni kama ikafanya achanganikiwe na kuona kwamba tena hana nguvu ya kuweza kuwalea hawa watoto. Aliona ni aibu kwa sababu ili tuzike tulipata mtu ambaye alituzamini. Akapeleka vitambulisho vyake, akatafuta na wafanyakazi ambao ni dokta wa Muhimbili wakubwa ambao walienda kuzamini ule mwili. Kwa sababu milioni 32 hata kuhesabu mimi sijui. Ni parefu. Kwa hiyo alichanganyikiwa, aliuguza miezi 3. Alivyoletea ile bili alichanganyikiwa. Alitaka akimbie kabla ya kuzika. Akasema ngoja kwanza nimzike huyu niende kutafuta maisha. Yeye akaenda kulima. Alivyoenda kulima jua likaja likapiga. Kwa hiyo mlivyokuja siku ile hapa katikati alirudi akasema mimi kwa kweli sikupata kitu chochote kile. Nilienda kulima, nilivyolima jua likaja likapitia. Mimi nimechanganyikiwa, hata kufa mimi sioni shida. Nikamwambia usijiue kwa sababu unavyosema unaenda kujiua ni vibaya. Hii ni changamoto, shida inaangukia binadamu. Akaja akasema wana watoto wangu wamekuwa hivyo. Akaanza kulia tena. Nendeni kule kwanza, nendeni kule. Nikamwambia aje usilie, usiende kujiua.
kama kweli hii ni shida milioni 32 imekufanya hivyo, au ungekimbia. Akasema mama, hata hapa mitaani ningekuambia madeni ninayo mengi sana. Yaani ukiyajumlisha yanafika milioni 50. Nyingi sana. Sasa hiyo milioni 50 nitaanzia wapi? Japokuwa hiyo la 32 nilisamehewa na serikali, nikapewa mwili nikazika. Hata kuzika kwenyewe chenesi ilikuwa tabu. Ni mtu ambaye alitokea tu akaja akasema mama, nitaenda kufuata mwili wa marehemu na gari langu nitanunua chenesa na chakula nitawapitishia. Kwa hiyo ndio tukazika. Tulivyozika sasa nikabaki nikimbie, nijiue. Uchungu kwa unaniuma, nikasema hapana, nikikimbia ningekimbia akiwa hodini. Nimezika. Sasa namkimbilia nani? Ngoja niombe Mungu tanikutanishe na watu sahihi. Yaani hata mfike hapa nilikuwa namuomba Mungu. Namwambia Mungu nisaidie usiku mpaka miti imetulia. Naomba nikutanishe na watu sahihi wanisaidie msaada. Kwa sababu mimi hata kwa mjumbe sijawahi kupelekwa kwamba nimekosa. Sitaki nimkwaze mtu. Hata nikiwa na mtu ananikwaza mimi nanyamaza. Naogopa kwenda kule polisi sitaki. Kwa namuomba Mungu nisaidie. Wamesema nikapanya nikapaka. Lakini hao watawatuma vocha. Namshukuru sana Mungu, cha kuwalipa sina. Ila nikimuona Doli ni hata mimi mwenyewe nimeanza kunenepa nikimuona. Ninafarijika kwa sababu mama walisema mama, sijuka kibuka acha watoto wangu. Mama umenigusa sana. Enda hospitali na watoto. Narudi hata simuoni. Nahangaika we mpaka abiria wananilipia hela nauli sina. Nasimama kituoni naomba msaada. Nikienda kule naambiwa kakae kule. Sababu watoto wanasema huwezi kuingia hodini. Lakini namshukuru Mungu sasa hivi hata mtu akipita anamchukua mtoto anaenda naye kanisani kwa sababu hata nguo wanayo. Ninaomba tu anisaidie, Mungu awasaidie na mimi wanisaidie. Cha kuwalipa mimi sina, mimi nabaki nasema kumbe duniani kuna watu wana mioyo. Unamsaidia mtu hata humjui. Ujui kwake shuka panda mpaka unafika. Wengine walikuwa wanakuja huku mpaka wanazimia. Kuna wengine huko Marekani walituma mdada hapa anakaa Buza. Ndio huyo aliyekuja na mkaa. Tuliongea naye huko. Wakao wanalia wapo kwenye simu. Wanalia, yani mnaangaliana hivi. Wanalia. Kwa hiyo akaambiwa na marafiki zake Kongo si na wapi ambao wamepakana hapo. Wakasema sisi hatuwezi kwenda. Pelekea huyu bibi, ukifika tuongee naye. Mnunulie bibi nyama, akifika hata yale chakula. Japokuwa ni changamoto lakini atakula hivyo hivyo. Akaja akanipikia. Nikamshukuru simjui. Mjui kabisa. Sijawahi kumuona. Anasema nyamaza tu mwanangu, nyamaza. Niambia wapikia mtole, akachukua na hela akanipa. Walikuwa wanakuja wengine na hela wananipa. Anasema chukua hii hela, siwajui mtu anawasha gari lake anakuja kuniona. Mimi kwa kweli nashukuru sana, Mungu awabariki. Wanisaidie tu nipate hicho. Wenyewe bado hata nikipata bado atakuwa wananisaidia, sio kwamba nitakuwa nimekamilika. Watakuwa wananisaidia. Ili angalau hao wakwekwe kidogo. Hata wanavyowaona hivyo watoto sasa hivi. Mpaka Heleni nikalipe 3,000 akatobolewa masikio. Chinga akawa anasema hivi ndio wale. Akasema ndio wale. Mimi siku ile nilipita hapa nikakimbia. Nikasema hao ni binadamu gani hao, mbona vitoto vidogo? Njoni wabebe. Akawatoboa masikio bure. Sasa hivi ni watoto hata wakiwaona wanaona kama ni binadamu. Wanawili. Hata nikienda kliniki sasa hivi naenda na usafiri. Na sababu najua 3,000 hii itanipeleka itanirudisha. Nikifika anasema pole bibi, hongera. Sasa hivi ile pole imepungua. Hongera kwa kazi unayoifanya. Mungu akubariki, hongera. Mimi moyo nasema nesi tungejua ni binadamu kama wewe. Wanachanga hera, wanamtuma mwenzake, wakifika hapa wanasema ngoja namkabidhi huyu bibi hela na maziwa au na kitu chochote. Wanapiga picha. Au mwingine anakuja na hela na unga. Nilipata unga viroba 3. Nilipata unga viroba 3, kilo 10 na mafuta lita 4. Nilipata kwa kweli mpaka tangia tarehe 2 mpaka leo
Hata leo nilivyokuambia natoka dukani, nimeenda kuwachukulia nyama nusu niwapikie. Niwapikie, niwachanganyie na ndizi. Nashukuru sana Mungu kwa kweli. Nilikuwa hata bucha sijui. Napenda kushukuru Mungu anisaidie. Sawa, na sisi hapa tusiwe na maneno mengi sana. Yes, ni mrejesho, ingependeza tuzungumze hata masaa matatu kwa sababu maendeleo sio mabaya sana, lakini mwisho wa siku itosheke kupata hiko ambacho kama mtazamaji umekipata, mazingira umeyaelewa, lakini pia licha hiko kikubwa sana ambacho kama mwanafamilia umechangia, lakini ushauri ambao umeupata ingependeza zaidi kama angepata walau kitega uchumi bajaji hivi ili kiweze kumsaidia matumizi ya kila siku. Sasa kwenye mazingira kama hayo, nafikiri utaratibu wa kuweza kutoa kile ambacho siku zote ulikuwa unafanya siku za nyuma kitakuwa ni endelevu. Inawezekana ukua kwenye sehemu ambayo walichangiwa mara ya kwanza, ama utakuwa unarudia tena, pengine tukukumbushe tu kwenye ile namba ya kwanza kabisa ambayo ilitumika kuwasiliana na mama moja kwa moja, kama sio kutuma kile ambacho kama mwanafamilia ambayo uliguswa ulituma kupitia kupitia hiyo namba ambayo tulikutajia kwenye kipindi chetu cha mwanzo kabisa. Na leo sio mbaya tukairudia tena kwa faida ya ambao pia wanahitaji kuendelea kukuchangia kufikia iko kiasi ambacho unaweza kupata hiyo bajaji, na wajomba zetu waendelee kupata huduma za kila siku. Namba na jina. Kwa jina naitwa Wilikista Samburu Kesero. Namba ya simu ni 06 74 57 78 48 mwisho. 06 74 57 78 48 mwisho. Sawa, tutaiandika hapo chini wakati inatajwa, lakini pia utaona inapita hapo kupitia video yako ambayo utaiangalia. Bila shaka utaiangalia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu inaleta matumaini ya kile ambacho kama wanafamilia wa Sad Moment tunahitaji kukisikia siku zote, kupata mirejesho kama hii ambayo inaonekana kuwa na matumaini zaidi kwa watu ambao wanaonekana kupitia changamoto za hapa na pale, na msaidizi kama sio msaada basi ni wewe ambaye siku zote unakuwa na sisi kupitia Sad Moments nyingi sana ambazo tunazifanya kwenye kona mbalimbali za Dar es Salaam na Tanzania kwa ujumla. Tunamaliza kwa hivi sasa. Hii ni kutoka maeneo ya Kinyantila, Kitunda, Buza, Dar es Salaam. Tulikuja kufanya mrejesho wa bibi yetu Wilikista ambaye analea mapacha watatu ambao kwa sasa hawana mama na ameanza kuwalea wakiwa na miezi miwili. Mrejesho ndio huo hapo. Kama kuna kitu ambacho unapaswa kufanya kama mtazamaji, basi ni kuendelea pengine kutoa mchango aidha wa fedha au kimawazo kwenye kile ambacho bi mkubwa amekizungumza, japokuwa ameshukuru zaidi ya mara 3 kwa kikubwa ambacho kama mtazamaji umeweza kukifanya kuanzia siku ya kwanza tunamripoti mpaka leo ambako anasema mashallah, hata ukiangalia watoto nao wananawili. Mimi naitwa Omar Mkoroine na hii ni Sad Moment ya Maximum TV. Endelea kuwa na sisi, usituache.